Maoni yako, ujumbe wako tutausoma hapa katika taarifa yetu ya habari. Wananchi wa vijiji zaidi ya 10 katika kata ya Kasharu wilayani Bukoba mkoani Kagera wanatarajia kuondokana na adha ya usafiri baada ya serikali kukamilisha ukarabati wa kivuko cha Kianyabasi. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Injinia Edwin Ngonyani amesema serikali imeamua kukifanyia ukarabati kivuko hicho kilichoharibiwa na kusombwa na maji kutokana na mvua kubwa miezi 4 iliyopita. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Charles Mwebea. Mtumbwi huu mmoja umekuwa ni usafiri wa kutegemewa kwa wananchi wa vijiji zaidi ya 10 katika kata ya Kasharu wilayani Bukoba, ambao hadi wafike mjini Bukoba walazim kulipia si chini ya shilingi 500 kwa safari moja. Wakazi wa maeneo hayo ambao ni wazalishaji wakubwa wa ndizi, ambacho ndio chakula kikuu kwa wenyeji wa mkoa huo, ulazimika kuingia gharama kubwa wanapokuwa wakisafirisha mizigo yao katika mtumbwi mmoja unaotumika ambao si salama sana. Hapa ukipita na ndizi kwenye mtumbwi unapata usumbufu. Wakati mwingine unaweza ukazama majini. Gharama hapa ukipitisha ndizi kama 10, kila mkungu wa ndizi unachukua kama shilingi 300. Mtumbwi ni mmoja huo. Wengine ni wa mdau, ni rafiki yetu, lazima kukumaenao lazima tupitie hapa. Lakini ukizibao naenda hivyo vitaratibu, mnaenda mnarudi. Maisha yanasonga. Mtumbwi hauna uimara zaidi kama wasafiri wakiwa wengi kama pikipiki, mizigo. Kila jambo lina mwisho wake. Baada ya meneja wa TEMESA mkoa wa Kagera, Injinia Wilson Ngitu, kutoa taarifa fupi ya ukarabati wa kivuko hicho kinachotarajia kuanza kazi hivi karibuni. Ndani ya maji kwa mawe hayo naona tumeyarundika hapo rundo la mawe hilo. Kwa kila kija kupaki hapo kinagonga huko chini kikawa kimetoboka. Na maji yakawa yanaingia ndani kwenye kupitia matundu yaliyotobolewa na mawe hayo. Sasa mtendaji mkuu kamuomba tukifanyie ukarabati huo na akakubali kwa thamani ya milioni 16 na laki 8. Lakini kwa sasa hivi tumemaliza, tumeleta na excavator imetoa hiyo mawe. Kwa hiyo tulikuwa kwenye mchakato wa kukirudisha. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Injinia Edwin Ngonyani anasema ukarabati wa kivuko hicho ni utekelezaji wa ahadi ya serikali kwa mbunge wa jimbo la Bukoba vijijini Jason Ruikiza, ambaye amekuwa akikipigia upatu kivuko hicho. Sio kwa sababu yeye sasa hivi ni katibu wa bunge wa CCM ndio mara tumetangulia kulitekeleza hilo. Ni kwa sababu tu kwa kweli huduma inahitajika. Lakini vile vile ilikuwa ni kutekeleza ahadi yake aliyoitoa kwa wananchi wake. Na tunashukuru pengine baada ya kesho kushukuru huduma itaanza kutolewa. Ikarudi kama ilivyokuwa zamani. Kadhalika, naibu waziri huyu ametembelea bandari ya Bukoba pamoja na ile ya Kemondo na kusisitiza ahadi ya serikali ya kununua meli moja mpya ndani ya kipindi hiki cha bajeti, meli itakayofufua matumaini ya kiuchumi katika mikoa ya kanda ya Ziwa ukiwemo mkoa wa Kagera. Charles Mwebea, TBC, Bukoba.